Tuelekee kaunti nambari 37 ambapo maafisa wa polisi eneo la Navakholo huko Kakamega wanamzuilia mwanafunzi wa kidato cha 4 kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake wa miaka 16 aliyekuwa kidato cha 2. Mvulana huyo anadaiwa kumkata msichana huyo kwa upanga kichwani na shingoni kwa madai kwamba alidinda kuavya mimba ya miezi 4. Jamaa za marehemu wanasema kuwa mshukiwa alikwenda nyumbani kwa marehemu mwendo wa saa 10:30 alfajiri kuondoka naye kabla ya mwili wake kupatikana kando ya barabara mita chache kutoka nyumbani kwao. Kwa asubuhi saa 11 kamili kuna watu walikuwa wanakuja kunilimia, ndio walifika hapo wakapata mtu amelala kwa njia. Ng'ombe zilisituka zikatoka kwa njia, ndio walimulika tochi ya simu, alafu wakaona mtu wamekatwa, msichana amekatwa. Hivi vituko vyao vilianza mapema. Mimi nilisikia kwa watoto, nikaita Grace, nikaongea naye, kamwambia kuletanga kijana kwa nyumba yenu sio vizuri. Muda kidogo tena nikapata kijana alikuwa anapita huko kwangu, tukaongea naye, nikamwambia we, huyo ni mwanafunzi, uachane naye. Akaniambia Senge, nimesikia sitarudia. Sasa leo asubuhi ndio napata ripoti Grace ameuawa. Alikuja kwa boma mahali msichana huwa analala. Baadaye wakasindikishana mpaka mahali karibu na shule, ndio mahali iliuliwa. Uwezi ajilia tu mtoto analala na mvulana kwa nyumba, unajua kile kinafanyika na inaendelea hivyo. Huyu mwanafunzi ambaye aliuawa alikuwa ni mjamzito. Wazazi wake walijulishwa na shule kwamba mwanafunzi alikuwa mjamzito. Ile walienda kwa ile boma ya kijana ambaye anashukiwa kupeana ujauzito. Ni kama mzee babu ya huyu msichana alikwenda kuuliza baba ya kijana, na pengine tunadhania ya kwamba baada ya huyu kijana kugundua kwamba amesemwa ni yeye alipeana ujauzito, anaweza kuwa aliamua kukuja huku kwa boma ya msichana kumwamusha asubuhi, na labda akatekeleza hicho kitendo cha unyama. Tuelekee huko kaunti namba